Tumeamua kukupandisha kwa katibu mkuu wa wizara hii. Karibu tu. Tunajua kwamba professionally wewe ni mtu wa afya, lakini umekuwa hatua kwa hatua kwenye wizara hii. Tulikupeleka TAMISEMI kama naibu katibu mkuu kishughulikia sekta hii. Tumekutoa TAMISEMI ukawa mganga mkuu wa serikali. Jukumu kubwa limekupa hivi ni uwezo zaidi wa kujua wizara kwa vizuri, changamoto zake, mafanikio yake. Umekutana na wataalamu wenzio ndani ya sekta, unawajua vizuri, na sasa unakwenda kuwa katibu mkuu. Imani yangu ni kwamba utakwenda kufanya kazi na kutoa ushirikiano mkubwa kwa utakao wakuta pale. Ninyi madaktari mna mambo yenu, mnajuana kule. Madaktari wakikukataa hutaweza kufanya kazi. Sana wewe ni daktari. Nenda kafanye na madaktari wenzio. Kazi niliyokupa ni administration. Ingawa wewe ni daktari, lakini uzoefu uliopata TAMISEMI na kwengineko, nina imani utaweza kuifanya kazi hii. Unakwenda kuanza kazi ikiwa ndo kwanza tumepitisha budget, na kama unavyojua budget siku zote huwa haitoshi kulingana na vipaumbele vya wizara. Kwa hiyo unavijua vizuri vipaumbele vya wizara, unajua changamoto za wizara. Nenda katumie budget hii kwa uangalifu, lakini tupate matokeo makubwa. Tupate matokeo makubwa na kwa speed. Lakini kwa namna ya kipekee tumeamua kuwa na utoshelevu wa madawa na vifaa tiba angalau kwa 60% itakapofika 2030. Na najua kuna interest kubwa sasa hivi, watu wanakuja. Sasa nendeni kalifanyeni kazi hilo vizuri. Wakaribisheni wawekezaji, waweke viwanda, anayetaka vifaa tiba, anayetaka madawa, lakini kwa quality, sio tu waje. Jambo kubwa ni vaccines za watoto au vaccines za maradhi mengine, na hiyo itatusaidia mbele huko kulinda pesa yetu, badala ya kila mwaka kutoa pesa kununua. Wakizalisha hapa itatusaidia kulinda fedha yetu, lakini ukaribu access ya kupata chanjo, madawa na vifaa tiba. Kwa hiyo una jukumu kubwa ndugu yangu, nenda kafanye wajibu wako. Takuwa karibu kukupa ushirikiano, lakini kukusukuma pia.